Habari Tanzania. Bila shaka unaifahamu nchi ya Rwanda. Rwanda ina ukubwa wa kilomita za mraba 26,000. Ina watu milioni 15. Nchi ya Rwanda haina bahari, haina bandari. Nchi ya Rwanda ni ndogo, haina mbuga za wanyama. Haina madini ya dhahabu, haina almasi, haina rubi, haina uranium. Ya naibu mwenyekiti wa Chadema ambaye anajulikana kama John Heche ameibua mjadala kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuposti video moja ya jamaa fulani, na ni video ya takriban dakika 4. Sasa John Heche ameweka video hii, na kwenye video hii jamaa huyu inaonekana ni raia wa nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na anajaribu kuongelelea nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zile mali zilizopo nchi ya Tanzania, jinsi wananchi wanavyoweza faidika na rasilimali ambazo zipo ndani ya nchi. Sasa anafanya comparison ama analinganisha nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mataifa mengine ambayo yako katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Sasa amelinganisha Rwanda na anasema kuwa Rwanda unaingia mara 3 katika mkoa wa Morogoro, na ukiangalia vizuri unapata kama Rwanda ni nchi ambayo haina madini ukilinganisha na nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ametaja madini kadha wa kadha ambazo zipo nchi jirani na vile vile zile rasilimali ambazo zipo. Sasa inaonekana kuwa hii video haijakaa vizuri na viongozi nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana vile jinsi jamaa huyu anavyoongea inaonekana kuwa uongozi una uzembe wa kupitiliza. Sasa baada ya kuposti video hii kwenye mitandao ya kijamii, John Heche akaandika hivi kwamba mtu kama huyu anatekwa kwa kutoa elimu kama hii kwa Watanzania wenzake, alafu waizi na wajambazi wanalipa shilingi 2,000 walizowaibia, wanawabeba kwenye malori kwenda kuwashangilia. Mko sawa? Mnataka taifa la aina gani? La watu wasio na akili kabisa. Sasa hii video inaonekana kuwa John Heche anajaribu kuhoji, anajiuliza inakuaje mtu kama huyu ambaye ana madini akilini na anatoa elimu kwa wananchi anaweza tekwa, na kuna mwingine ambaye analipwa shilingi 2,000 ndio apelekwe katika sehemu husika, amebebwa kwenye malori na kwenda kuwashangilia. Sasa anajaribu kuuliza mko sawa? Yani anajaribu kuhoji, na akauliza tena mnataka taifa la aina gani? La watu wasio na akili kabisa. Habari Tanzania. Bila shaka unaifahamu nchi ya Rwanda. Rwanda ina ukubwa wa kilomita za mraba 26,000. Ina watu milioni 15. Nchi ya Rwanda haina bahari, haina bandari. Nchi ya Rwanda ni ndogo, haina mbuga za wanyama. Haina madini ya dhahabu, haina almasi, haina rubi, haina uranium. Jambo la kushangaza, nchi ya Rwanda inaingia mara 3 katika mkoa wa Morogoro. Ukiangalia vyanzo vya maji vilivyopo katika mkoa wa Morogoro ni vingi kuliko vyanzo vya maji vilivyopo katika nchi ya Rwanda. Good enough, mkoa wa Morogoro una mbuga za wanyama. Wilaya zote 7 katika mkoa wa Morogoro zina madini ya dhahabu, zina rubi, zina uranium, copper, graphite, madini ya chuma. Wilaya zote 7 za mkoa wa Morogoro. Sasa ukiangalia mahusiano ya watu kati ya Rwanda na Morogoro ni kwamba nchi ya Rwanda ina watu milioni 15. Na kwa kuwa nchi ya Rwanda inaingia mara 3 katika mkoa wa Morogoro, maana yake ni kwamba mkoa wa Morogoro una uwezo wa kulisha watu wasiopungua milioni 50. Jambo la kushangaza, mkoa wa Morogoro hivi tunapozungumza una watu takriban milioni 2. Sasa mkoa wenye uwezo wa kulisha watu milioni 50 umeshindwa kulisha watu milioni 2. Yaani ukienda pale Morogoro pale, ukitazama maisha ya wakazi wa Morogoro ni maisha ya kifukara. Wanaishi maisha ya kupambana na hali zao. Sasa unajiuliza, yale madini ya dhahabu yanayochimbwa katika mkoa wa Morogoro, yale madini ya rubi, uranium, copper yanaenda wapi? Kwa namna yoyote ile, ukiangalia vichocheo vya uchumi vilivyopo katika mkoa wa Morogoro, ni dhahiri kusema kwamba mkoa wa Morogoro unapaswa kuwa tajiri kuliko nchi ya Rwanda. Nisikilizeni Watanzania wenzangu.
Kinachofanya Tanzania iwe maskini ni viongozi wabovu, ni viongozi wezi. Nikupe mfano, sasa hivi wanatuhamasisha tukapige kura ili tuwape uhalali wa wao kuendelea kuibia nchi yetu, ili tuwape uhalali wao waendelee kutumia vyombo vya dola kuminya demokrasia, waendelee kutumia mahakama kuhukumu kwa hila. Sasa nini kifanyike? Nisikilize Mtanzania mwenzangu, umefika wakati wa kusema inatosha. Sasa wewe unakaa Mbagala, unakaa Tandale, unakaa Buguruni, unampigia kampeni Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan akishaenda Ikulu pale, wewe huwezi kwenda Ikulu. Anaenda Ikulu ni Kikwete, Rostam Azizi ndio anaenda Ikulu. Wewe unabaki Tandale kule. Wenzako wanaenda Ikulu pale, badala ya kuisaidia nchi, wanaendelea kuibia nchi. Kwa hiyo kama utajitokeza kupiga kura, maana yake utakuwa umehalalisha wizi, utakuwa umehalalisha uasi, utakuwa umehalalisha kuminywa kwa demokrasia katika nchi hii. Nisikilize Mtanzania, huu ni wakati wa kusema inatosha. Huu ni wakati wa kusema inatosha. Ni vema tuitumie kura kama silaha ya kuweza kutukomboa na umaskini, lakini tusitumie kura ili endelee kutudidimiza sisi, ili endelee kutufanya tuwe maskini. Ndugu wa Tanzania, nchi yetu Mungu ameibariki sana. Kwa hiyo niendelee kuwakumbusha, itakapofika tarehe 29 usijitokeze kwenda kupiga kura. Ni vema kama inawezekana kuanzia sasa hivi, paza sauti, sema tumechoka kuonewa, tumechoka kuibiwa. Tanzania ya amani itaendelea kuwepo kama haki itaendelea kuwepo. Asanteni kwa kunisikiliza. Sasa hii ni video ambayo imeibua hisia mseto, imeleta mjadala mitandaoni kwenye akaunti ya John Heche kule kwenye mitandao ya X. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Chaurembo, anasema sio anatekwa nyie Chadema ndio mnateka alafu mnakuja na kelele zetu huku mtandaoni. Inabidi kwanza mtuambie vizuri mmewapeleka wapi hao watu. Alafu huyu anajulikana kama Pipo, anasema CCM wanataka taifa la watu wazuzu mbumbumbu wasio hoji, watu watii na waoga. Alafu Bahati akasema imetosha, kutukutane siku ya ukombozi wa Tanganyika, Mungu ibariki Afrika. Chadema North EU akasema Madagascar kimeeleweka, Gen Z wameweka mambo sawa, Rais Samia Suluhu Rejololina amepokonywa madaraka na jeshi, JW Madagascar hadi sasa si mheshimiwa tena. Ndugu Samia Rejololina ambaye ni rais wa Madagascar ajulikani alipo, Gen Z bado wanamsaka, kila ubaya utalipwa hapa hapa, uliowateka wote watakutokea puani siku hiyo. Alafu Aza Steven anasema that's why nasema wengine wanajiteka wenyewe, wengine wanatekwa makundi yao ya branch ya ugaidi ili tu kuleta taharuki. Mwingine anajulikana kama Lawasa mwenyewe anasema licha ya Morogoro huku Arusha na Dar es Salaam inatosha kulisha Tanganyika, ni majambazi ndio wanatuongoza. Alafu Skipper 66 anasema hii elimu darasani haipo, akaweka mkono wa mtu ambaye anaonyesha nguvu. Alafu huyu anajulikana kama God Chuma anasema kupiga kura ni kuhalalisha umwafuele. Alafu Brand Raymond akaweka emoji ya mtu ambaye anaangua akilio, the real infidel anasema nondo tupu. Alafu Muza Mkongo akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye analia. Charles Murima anasema huwa nashikwa na hasira sana nikikutana na lijitu la hovyo linajiongelesha tafuta hela, kazi yenyewe bodaboda, machinga bodaboda. Huyu anajulikana kama Mobam anasema huyu buda mbona ana nondo namna hii. Alafu Mrembo Oji anasema kumbe na huyu alitekwa. Sasa huyu anajaribu kuhoji, inaonekana kuwa huyu jamaa ambaye anaongea kwenye video hii ni kama alitekwa na wakati huu ajulikani aliko. Franklin anasema nondo. Alafu Ngomesha anasema inasikitisha. Sasa ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya naibu mwenyekiti wa Chadema ambaye anajulikana kama John Heche. Ameposti video moja ya jamaa fulani ambaye anajaribu kuleta madini, yani anawaelimisha wananchi, na akajaribu kuhoji, anasema kuwa kwamba mtu kama huyu anatekwa kwa kutoa elimu kama hii kwa Watanzania wenzake, alafu waizi na wajambazi wanawalipa shilingi 2000 walizowaibia, wanawabeba kwenye malori kwenda kuwashangilia. Mko sawa?
Mnataka taifa la aina gani? La watu wasio na akili kabisa. Sasa hii ni video ambayo imeibua hisia mseto miongoni mwa Watanzania ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi naibu mwenyekiti wa Chadema, naibu mwenyekiti taifa wa chama cha Chadema, chama cha upinzani nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anajulikana kama John Heche. Kwa hiyo dondosha comment yako hapo chini uniambie unajisije kutokana na madini ya huyu jamaa, na kama ni kweli ametekwa inakuwaje ile hali ya yeye kutekwa. Kwa hiyo hii ni Swahili TV, usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare. Sasa ukiangalia mahusiano ya watu kati ya Rwanda na Morogoro ni kwamba nchi ya Rwanda ina watu milioni 15. Na kwa kuwa nchi ya Rwanda inaingia mara 3 katika mkoa wa Morogoro, maana yake ni kwamba mkoa wa Morogoro una uwezo wa kulisha watu wasiopungua milioni 50. Jambo la kushangaza, mkoa wa Morogoro hivi tunapozungumza una watu takriban milioni 2. Sasa mkoa wenye uwezo wa kulisha watu milioni 50 umeshindwa kulisha watu milioni 2. Yaani ukienda pale Morogoro pale, ukitazama maisha ya wakazi wa Morogoro ni maisha ya kifukara. Wanaishi maisha ya kupambana na hali zao. Sasa unajiuliza, yale madini ya dhahabu yanayochimbwa katika mkoa wa Morogoro, yale madini ya rubi, uranium, copper, yanaenda wapi? Kwa namna yoyote ile, ukiangalia vichocheo vya uchumi vilivyopo katika mkoa wa Morogoro, ni dhahiri kusema kwamba mkoa wa Morogoro unapaswa kuwa tajiri kuliko nchi ya Rwanda. Nisikilizeni Watanzania wenzangu, kinachofanya Tanzania iwe maskini ni viongozi wabovu, ni viongozi wezi. Nikupe mfano, sasa hivi wanatuhamasisha tukapige kura ili tuwape uhalali wa wao kuendelea kuibia nchi yetu, ili tuwape uhalali wao waendelee kutumia vyombo vya dola kuminya demokrasia, waendelee kutumia mahakama kuhukumu kwa hila. Sasa nini kifanyike? Nisikilize Mtanzania mwenzangu, umefika wakati wa kusema inatosha. Sasa wewe unakaa Mbagala, unakaa Tandale, unakaa Buguruni, unampigia kampeni Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan akishaenda Ikulu pale, wewe huwezi kwenda Ikulu.